Ndugu zangu ni Waislamu, katika mambo ya msingi kabisa ambayo mzazi anatakikana kuyasimamia kwa mwanae ni at-tarbiyatu sahiha, ni malezi yaliyokuwa sahihi, kuanzia pale mwanae anapoanza kuwa na akili timamu za kupambanua mambo mpaka atakapofika katika umri wa kujitegemea. Mzazi anatakikana awe na inaya kubwa kabisa ya kuhakikisha anamlea mwanae katika malezi yaliyokuwa sahihi, malezi yaliyokuwa bora. Na malezi yaliyokuwa bora yanapatikana kwa wewe kusoma Qur'an na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukajua njia walizozipitia al-anbiya wa rusul, mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na manabii katika kuwalea watoto wao. Miongoni mwa njia bora kabisa za kimalezi ni kumfanya mwanao awe na ukaribu na wewe, asikuogope kiasi ya kwamba ana uwezo wa kukuambia jambo lolote ambalo anahisi kwamba jambo hilo linamtatiza. Ukifikia katika kiwango kama hicho katika malezi, basi kwa hakika upo katika kiwango chenye kuridhisha, kwa sababu ikiwa mwanao anaogopa kukuambia baadhi ya mambo ya msingi kabisa, basi inawezekana akawa kuna mambo mbalimbali anayoonyeshwa au anayoambiwa au anayoelekezwa na watu waovu, lakini akashindwa kukufikishia mzazi wake kwa sababu ya vile ulivyojiweka kwake. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo yanatumiwa nguvu kubwa kabisa katika zama hizi kuyaingiza na kuyapenyeza katika fikra za watoto wadogo ni jambo la ushoga na usagaji. Jambo hili panatumika nguvu kubwa sana katika kuhakikisha hiki kizazi kinachokuwa hiki mpaka kikifikia katika umri fulani, basi kiwa kinaliona jambo hilo ni jambo la kawaida kabisa, ili hali lau kama ukikisoma kitabu cha Allah jalla wa ala, ukizisoma sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, utakuta katika tabia chafu mno zilizosemwa vibaya ni tabia hii ya ushoga na usagaji. Kwa wewe mzazi, katika kipindi kama hiki, hakikisha unakuwa na ukaribu na mwanao anaporudi shule, kwa sababu katika sehemu ambazo pia wanafundishwa mambo ya ovyo kabisa ni mashuleni. Na walillahi alhamdu, kwa ukaribu kabisa serikali yetu inalifuatilia jambo hili mpaka ikazifichua baadhi ya shule ambazo zinafungamana na mambo hayo, kuonyesha kwamba ni jambo lipo na watoto wanalelewa katika fikira hizo chafu. Kwa mzazi, hakikisha unakuwa na ukaribu na mwanao, hakikisha unamuelewesha na unamfahamisha mafundisho sahihi mwanao, ili asije akachotwa na wimbi la sampuli hiyo. Ndugu zangu ni Waislamu, kitendo tu cha wewe mwanaume kujifananisha na mwanamke ni kitendo katika kabairi dhunub, katika madhambi yaliyokuwa makubwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba la'ana Allahu al-mutashabbihina bin-nisa'i min ar-rijal wal-mutashabbihat min an-nisa'i bir-rijal. Amewalaani Allah subhanahu wa ta'ala al-mutashabbihun, wale wenye kujifananisha, bin-nisa'i min ar-rijal, wenye kujifananisha na wanawake katika wanaume, wamelaaniwa hao. Sio wanaume peke yao, hata wanawake. Wal mutashabbihat birrijal min
minan nisaa, na wale wanawake wanaojifananisha na wanaume. Wakuta mwanaume akizungumza anailegeza kabisa sauti yake kana kwamba ni dada yake, akitembea anatembea mwendo wa malingo kana kwamba ni dada yake, bali baadhi yao wamefikia mpaka kuvaa nguo za kike. Yote haya ni katika kuonyesha jinsi gani watu walivyoathirika na uchafu huu. Fahamu ewe Muislamu ya kwamba mwenye kufanya hivyo amelaaniwa na Allah jalla wa ala. Mwanaume anajifananisha na mwanamke amelaaniwa, mwanamke mwenye kujifananisha na mwanaume amelaaniwa. Lifahamuni hilo. Sasa wanatumia njia mbalimbali, na miongoni mwa njia wanazotumia hawa waovu ili kuwaathiri watoto ni hizi njia za magemu. Hayo magemu ya michezo ya watoto mbalimbali huko YouTube mnayoyaona, yale yana mkakati maalum kuhakikisha mwanao mpaka anamaliza ile michezo ya magemu tayari ameshaona ya kwamba ushoga na usagaji ni jambo la kawaida. Kwa usichukulie tu kwamba mwanangu nimempa simu anacheza gemu, mwanangu nimempa laptop anacheza gemu. Kuwa makini wa mzazi, wamharibu mwanao, bali hata yale baadhi ya masomo maalum ambayo yametengenezwa katika mifumo ya katuni ya kusoma hizo alfabeti mpaka huko katika viwango wanavyojua wao, yale masomo mengi walioyaweka katika YouTube kule pia yanawekwa katika mfumo wa kuhakikisha anatengenezwa mtoto kisaikolojia auone ushoga na usagaji ni jambo la kawaida, jambo ambalo amelaaniwa mfanyaji wake. Linakuwa vipi lionekane la kawaida? Jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewaadhibu watu kwa adhabu iliyokuwa kali mno, vipi lionekane ni jambo la kawaida? Watu wa Nabiiullah Lut alayhi salam walipokuwa hawakukomeka na kitendo hiki cha uovu, wanaume kuingiliana wao kwa wao, mashoga, Allah subhanahu wa ta'ala akawashushia adhabu kali kabisa, adhabu yenye kuonyesha kwamba Allah jalla wa ala anachukizwa mno na dhambi hilo. Yaqulu Allah jalla wa ala, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sinjilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya aya hii anamuelezea mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam pindi ilipokuja amri yetu, wakati wa kuadhibu umefika, ja'alna 'aliyaha safilaha, tukaigeuza ile ardhi, ile nchi, tukaigeuza 'aliyaha, juu yake, kuwa safilaha, kuwa ndio chini yake. Ardhi, nchi ile ikageuzwa juu chini juu. Wa amtarna 'alayha hijaratan min sinjilin mandud, na tukawanyeshelezea mvua ya mawe. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaadhibu watu wale. Kijiji, nchi imegeuzwa juu chini juu, kisha ikafunikwa mbali ile ardhi, kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anachukizwa mno na kitendo hiki kiovu. Lakini leo hii watu wanakichukulia cha kawaida, bali baadhi ya mataifa makubwa yanawalazimisha baadhi ya mataifa madogo yaingie katika uchafu huu ambao Allah jalla wa ala ameifunika ardhi kwa ghadhabu zake kwa sababu ya uchafu wa sampuli hiyo. Tena Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu wale watu, kila mtu mmoja alipigwa na jiwe maalum la moto, jiwe ambalo tayari limeshaandikwa alama kwamba hili linaenda kumpiga mtu
fulani. Si leo nyie mnaghurika na mambo ya nyuklia, si leo nyie mnaghurika na mambo ya mabomu yanayotoka masafa marefu kwamba yamesetiwa litaenda litatua sehemu fulani. Basi Allah jalla wa ala aliwaadhibu watu hawa kwa alama maalum kutoka mbinguni. Jiwe haliwezi kumkosa yule ambaye amekusudiwa na jiwe hilo. Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu, akawapiga na mawe ya moto mpaka wakaangamia watu wale. Yote haya ni kuonyesha jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyochukizwa na tendo hili chafu, tendo hili ovu. Nabiyullah Lut alayhi salam alikuwa akiwaambia watu wake, a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun. Nabiyullah Lut alayhi salam anawashangaa watu wake, hivi je, mnawaendea wanaume wenzenu, wanaume kwa wanaume mnaendeana, mnaingiliana kimatamanio, mkawaacha wanawake? Yaani unamwacha mwanamke ambaye ndio halali kwako, wamwingilia mwanaume mwenzako. Bal antum qaumun musrifun mutajawizuna al-hadd, nyinyi watu waovu ambao mmechupa mipaka, mnafanya israfu, mmehalalishiwa sehemu safi kabisa, sehemu nzuri kabisa kwa wanawake, lakini kwa sababu ya khubthul aqli, kwa sababu ya ule uchafu wa akili walionao, wakawa wanawaacha wanawake, wanawaendea wanaume wenzao. Ndugu zangu ni Waislamu, jambo hili la ushoga na usagaji inatakikana Waislamu wapaze sauti zao katika kulikemea, katika kulikanya, katika kuwafundisha watoto na jamii juu ya uovu wake. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ule ukubwa wa dhambi hii mpaka imefikia akaweka hadi adhabu maalum. Wewe mwanaume utakayekutwa unalawitiwa na mwanaume mwenzio, wewe mfanyaji na wewe mfanywaji, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nyinyi mnatakikana muuawe. Hadha shar'ullah, hii ndio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, muuawe. Na wallah, lau sheria hii ingefanywa kazi, wasingejitokeza watu waovu wachafu wanajitangaza hadharani, wanajitangaza waziwazi kwamba eti mimi ni shoga, mimi ni msagaji. Lau sheria hii ya Allah ingefanywa kazi, basi wasingejitokeza wapuuzi wa sampuli kama hiyo. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fima akhrajahu ba'd ashabi as-sunan min hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ma wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bih. Hebu yasikilize maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule mtakayemkuta anafanya kitendo cha watu wa Nabiyullah Lut, basi muueni al-fa'ila, yule mfanyaji, wal maf'ul bih, na yule mfanywaji pia muueni. Angalia sheria ilivyokuwa kali, angalia Uislamu ulivyolipatiliza jambo hili katika kulikanya na kulionya. Lakini leo hii wanakuja watu wanaona kwamba ushoga, usagaji ni katika mambo huru, mtu anaweza akafanya akitaka na yuko huru. Wallahi, lau kama itasimama daula ya Kiislamu ikafanya kazi, basi laqata'na ru'usakum, tungevikata vichwa vyenu. Wallah, lau kama sheria ya Kiislamu inasimama na inakuwa na nguvu na ndio inayohukumu baina ya watu, basi wallah usingejinadi wewe popote ulipokuwa, ujinadi katika YouTube, ujinadi katika TikTok, ujinadi popote
basi askari wa Allah wangekunasa wewe na kukiondoa kichwa chako. Acheni mchezo na mambo ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekasirishwa na tendo hilo, anakasirishwa na tendo hilo mpaka anaiadhibu nchi kwa ujumla wake, mpaka anaigeuza nchi juu chini, chini juu, mpaka watu wanaadhibiwa na mawe tena ya moto kutoka mbinguni. Si jambo la mchezo, si jambo la kawaida. Ndugu zangu Waislamu, inatakikana walinganizi kila mmoja kwa nafasi yake alikemea ovu hili, apaze sauti yake katika kulikemea ovu hili mpaka jamii ifahamu uovu wa kitendo hiki, kitendo ambacho kinafanywa kampeni kwa kiasi kikubwa kabisa na mataifa ya magharibi. Wanakifanyia kampeni kubwa sana kitendo hiki, lakini walhamdulillah siku zote batil haiwezi kuungwa mkono na watu wote. Yako mataifa yenye nguvu kabisa ambayo yanapinga vikali mambo haya ya ushoga na usagaji, mataifa makubwa, bali baadhi yao wakafikia katika kiwango kilichopea zaidi katika adhabu, mpaka inafikia kwamba ukijulikana kwamba wewe ni shoga utapigwa risasi hadharani. Na yote haya yanafaa kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Inafaa uuliwe kwa kupigwa risasi, uuliwe kwa kupigwa mawe mpaka ufe, yote ni halali hayo. Uuliwe kwa kutolewa gorofani huko ukatupwa chini, yote yanafaa, kama alivyoelezea baadhi ya ulama ka Abi Hanifa wa ghairi. Kwa baadhi ya nchi zimefikia hadi hiyo, ukigundulika ni mwanamke msagaji utakula risasi. Kwa ni jambo ovu, na ndio maana katika mambo ambayo tunatakikana tuwe na ujasiri katika kuyakemea katika nchi hii ni jambo la ushoga na usagaji, kwa sababu sio rais wa sasa tu, hata aliyetangulia alidhihirisha wazi msimamo wake juu ya ubaya na uchafu wa tendo hili. Kwa wewe unatakiwa uwe shujaa katika kulikemea jambo hilo, la takhaf wala usiogope. Kemea kwamba jambo hili ni uovu na mwenye kulifanya hili ni mtu muovu, wala usiamini kwamba eti hiyo ni katika haki za binadamu. Haki za binadamu vipi bwana? Halafu hayo wanaoyaita ni katika haki za binadamu, wala wengine katika mataifa wakifanya mambo yao huru wanawaingilia kwamba hilo hapana, mkikataa tutawapiga. Sasa kama ni haki za binadamu, si muache wawe huru na wao wafuate taratibu zao. Lakini kuonyesha ya kwamba haya mataifa ya kimagharibi haya, Allah subhanahu wa ta'ala iko siku atakuja kuyatekeleza, atakuja kuyateketeza kwa adhabu yake, bi'adhabin min indi. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hilo, kwa sababu wao ndio wanaolipigia chapuo jambo hili kwa kiasi kikubwa kabisa. Lakini mifano iko mingi tu, lakini hawaelewi, hawafahamu. Kwani si masiku kadhaa tu, hata miaka 5 hajapita, Allah jalla wa ala aliutoa moto anapojua yeye ameutoa wapi, ukaunguza sehemu kubwa ya nchi, ukatia hasara kubwa kabisa, wakashindwa kuuzima kwa masiku takriban miezi 2. Sasa ikiwa ile ni sehemu ya ishara ya kwamba Allah anaweza kuadhibu al-mujrimin, ana uwezo wa kuadhibu waovu na akaiondosha ile nguvu ambayo wako nayo, kwa wasigurike kwa wakajiona kama sisi tuna nguvu, kwani Allah anashindwa kama alivyokifanya kile kijiji cha Sodoma. Anashindwa kuifanya hiyo nchi ambayo inaitwa ndio taifa lenye nguvu linalotangaza ushoga, anashindwa kufanya hivyo? La wallah, Allah hashindi. Kwa ndugu zanguni Waislamu, tunatakikana tulikemee jambo hili, hasa kwa hawa watoto wetu wadogo.
nyingi sana za kuwafundisha watoto mambo haya ya kipumbavu kabisa, kama tulivyosema, magemu hayo na michezo mbalimbali. Bali baadhi ya mashule wanayafanya hayo dhahir shahir, wanayafanya hayo. Kwa hiyo mzazi, kuwa makini na mwanao.